Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja wakati alipokuwa yuko msikitini amekaa na maswahaba zake akitoa ilmu, wakaja watu watatu pale msikitini. Watu wawili wakasogea pale, yule mmoja alifanya mwerevu, yule akaenda zake. Wale wawili wakasimama, mmoja wao akaona pana kijiupenyo kidogo katika ule mduara pale, akaingia akaenda akakaa. Yule mwingine katika wale wawili, yule mwingine akaona haya kusogea mbele akakaa nyuma, lakini akakaa katika majlis. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza akasema, ala ukhbirukum anin nafri thalatha, je, niwape habari niwaelezeeni kuhusiana na hao watu watatu? Kwa maana ndiyo nitawaelezea. Amma ahaduhuma faawa ila Allah faawahu Allah, huyu mmoja wao alijikusanya akajipeleka kwa Allah, Allah naye akampokea. Huyu wa kwanza alitafuta nafasi na upenyo akaingia. Wa amma al-akhar, na ama yule mwingine fastahya, aliona haya akakaa nyuma. Fastahya Allah minhu, na Allah pia naye amemuonea haya. Ni mtu wa kheri, umeona haya kwamba mimi nimechelewa, acha nikae hapa nitakapokuwa nimepata nafasi. Allah pia akamuonea haya naye, kwa maana yeye pia ni mtu wa kheri. Wa amma al-akhar fa'arad, ama yule mwingine ameamua kuondoka akapuuza, fa'arad, amepuuza, fa'arada Allahu anhu, na Allah naye akampuuzilia mbali, kwenda zako, shauri yako. Sasa wewe wataka Allah akupuuze? Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, sahih Bukhari na Muslim. Sasa hebu jiangalie wewe, mara ngapi wasikuta darasa za ilmu wajifanya uko busy? Mara ngapi? Mara ngapi wasikia darasa za elimu zatolewa, wewe umekaa wapiga gumzo, halina kichwa wala mguu, upumbavu mtupu? Mara ngapi? Sasa ni hasara kiasi gani unayoipata wewe? Tubadilikeni. Ikiwa maneno haya yote haya tunaambiwa, aya tunazozitaja zapiga mifano ya mbwa. Ukisoma suratul Jumuah utakuta nani punda, nani wataja mpaka wanyama wabaya, sifa mbaya. Sasa tuna mpango wa kubadilika lini? Achana na mambo ya taswif. Inshallah nitafanya sasa hivi. Badilika na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa tawfiki katika hilo. Kwa ndugu zangu katika imani, tupupie katika jambo la ilmu. Wale waliosimama katika jambo la ilmu washikamane nalo sawa, wasirudi nyuma kabisa, wasikate tamaa, kwa sababu njia walioshika ndio njia sawa, na siku zote njia sawa inakuwa ina uzito na ugumu. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Leo ikiwa kuna ugumu, lakini baada ya uzito na ugumu kuna wepesi. Hivi ndivyo tulivyoahidiwa na Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.